Rafiki msikilizaji na mtazamaji wa TV yetu Jerome TV, tunakukaribisha uweze kuungana nasi. Hapa nipo na katibu wa mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Mlimaleli. Yuko na mambo kadhaa wa kadha, atatuambia namna gani jinsi ambavyo siku 10 hizi za maombi zimekwenda na watu wamepokea kwa namna gani, lakini pia atatuelekeza namna ambavyo leo hitimisho la sherehe hizi za siku 10 za maombi ambavyo linakwenda. Karibu. Asante ndugu mtangazaji wa Jerome TV, na nianze tu kwa kujitambulisha. Kwa majina naitwa Emmanuel Ibrahim Mwakifuna. Kama ulivyokwisha kunitambulisha mwanzo, mimi ni katibu wa mchungaji mtaa wa Mlimaleli, mchungaji Rafael Barton Mwambenja. Na kipekee leo nipende kumshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo ameendelea kuwa pamoja na sisi katika mwaka huu. Tumeanza mwaka kwa kishindo zaidi kwa kupokea mwaka kwa siku 10 za maombi. Tumeanza sherehe ya kwanza ambayo tumeanza maombi hapa tarehe 7 ya mwezi wa kwanza siku ya Jumatano. Hakika tulimuona Mungu kwa sababu mahudhurio yetu yalikuwa mazuri, sio haba. Watu walikuja kuonana na Bwana wao, na kwa kweli wamefurahia juma hili la maombi. Siku 10 za maombi sio bure. Watu wamejihudhurisha vizuri na wamekuja kumlilia Mungu kwa shida zao, na tunaamini kwa imani Mungu atajibu kile ambacho tumekwenda kumuomba. Lakini kipekee zaidi nipende tu kusema sikukuu hizi zilikuwa ni nzuri sana. Maana tumekuwa kanisa la Mtakuja hapa, tulisherehekea sikukuu hizi na tulihitimisha kwa mfungo pamoja na kukesha. Tulikesha tukiwa tunamuomba Mungu. Alhamisi kuamkia Ijumaa tumekuwa tuna sikukuu ya mkesha hapa wa maombi. Kwa kweli tulimuona Mungu kupitia usiku huo. Watu walitoa shuhuda mbalimbali vile ambavyo Mungu amewatendea miaka kadhaa hapo iliyopita, kwamba Mungu huwa hachelewi na wala huwa hawai, na usitegemee kwamba kuna muda ukamuomba leo akakujibu kesho. Kuna watu wamejibiwa baada ya miaka 2, kuna watu wamejibiwa baada ya miezi kadhaa, lakini maombi yale yale waliyokwisha kuwaomba. Kwa tuliona shuhuda mbalimbali vile ambavyo watu wamekuwa wakimwongelea Mungu kwa namna ya pekee ambayo waliomba huko nyuma na Mungu aliwajibu kipindi hichi ambacho wao hawakuzani hata kama Mungu amejibu, lakini walipotafakari na kufikiria wakagundua kwamba kumbe Mungu walimuomba na Mungu amewajibu. Hiyo tu nimeshuhudia kwamba kuna mtu aliwahi ameombea watu zaidi ya 2 waje kanisani, lakini siku walipokuja akasema kumbe ni vile ambavyo niliwataja sana kwenye maombi ya siku 10 za miaka 2 iliyopita. Kwa hiyo tumeona ambavyo Mungu ameendelea kutukuzwa katika juma hili la maombi. Lakini sio tu Mtakuja, watu wamebarikiwa katika kanisa la Iwindi, katika kanisa la Bethania, katika kanisa la Mlimaleli na katika kanisa la Mtakuja pia. Kwa hiyo juma hili la maombi limekuwa ni mbaraka sana kwetu. Nafikiri watu tumeanza na Bwana na tumeendelea kumaliza na Bwana, na tuna imani kwamba tutatembea sasa na Mungu kwa sababu tulianza na Mungu, na tunaamini yote tuliyokwenda kumuomba, tuliyokwisha kuomba, atatujibu sawasawa na haja zetu. Hivyo nipende kuwakaribisha sana watu mahali watakaposikia kuna juma la maombi, kwa sababu nguvu kubwa ambayo Mungu anahitaji kwetu ni kuendelea kumuomba sana. Tunahitaji sana kuwa na maombi ya kina, na tunashukuru kwa masomo yaliyokuja yalitufundisha zaidi kukaa na kujifunza habari ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa hilo tu itoshe kwamba waliotuandalia masomo haya kutoka ngazi ya Union walituandalia masomo mazuri na masomo ambayo yalitusogeza karibu sana na Mungu. Hivyo tunamshukuru Mungu kwa hili na jina lake litukuzwe sana. Asante sana katibu. Amina, tunashukuru sana.